wewe mwanamke wa Kiislamu leo unavaa hijabu ya kisheria, unavaa niqab, unavaa hijab, jilbab, alafu unatembea na mtu rafiki yako mkubwa ni mwanamke ambaye amevaa jeans, amevaa miniskirt, unatafuta nini kwake yeye? Huyu si mtu wa kuwa naye kila wakati. Labda unamfuatia kwa kipindi maalum kwa sababu ya kumfanyia dawa na kumpa nasaha. Baada ya hapo, kaa mbali na watu kama hawa, kwa sababu watakuja kukuathiri wewe, watakuathiri na mwisho wake utafata njia zao. Wangapi ndugu zangu walikuwa ni watu wema wakaja kupotezwa na marafiki zao? Wangapi tunawajua katika mji wetu wa Nairobi hii na miji mbalimbali. Watu walikuwa ni watu wa salihina, watu wema, mashallah. Msikitini hatoki, tabia yake nzuri, Qur'ani haachi kusoma, anafunga saumu za sunna, lakini toka aliposhikana na marafiki wabaya, basi akapata kuathirika na tabia zao na akawa kama wao. Lakini wangapi walikuwa ni watu waovu, walipoamua kufuatana na watu wema, yeye pia akawa mwema. Ndugu zangu, leo kila mmoja wetu hapa alipotaka kuoa, dini yetu inatufundisha umchague mwanamke mwenye dini, na mwanamke naye dini yake inamfundisha amchague mwanamme mwenye dini. Mtume anasema fadhfar bidati din taribat yadak, mwanamke mwenye dini utabarikiwa mkono wako. Na mwanamke naye Mwenyezi Mungu anamwambia idha atakum man tardhauna dinahu wa amanatahu fazawiju illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadin arid. Anapokujia kijana nataka kumuoa binti yenu, mkamridhia dini yake. Dini inakuja mwanzo ndugu zangu, na tabia yake njema, muozeni huyo. Sasa ikishakuwa wewe ulipotaka kuoa ulisema mimi nataka mwanamke mwenye dini, nataka mwanamume mwenye dini, vipi leo unasuhubiana na watu waovu? Marafiki zako ni watu waovu, unafuatana na watu ambaye hawana maana, wanakupeleka motoni, wewe unaangalia hivi tu, wanakupotezea wakati wako. Ndugu zangu, hii wakati unakwenda mbio ya ajabu, wanapoteza wakati wako, wanachukua muda wako, wewe huoni, kumbe ni starehe ndogo tu ya dunia, starehe ndogo tu. Wanakudanganya hawa. Tahadhari na wao, wape nasaha na utoke na wao.